Karibu kwenye simulizi hii nzuri ya kusisimua inayomhusu binti Sabrina aliyeolewa na jini bila ya kutarajia. Na hii ni sehemu ya kwanza. Anatusimulia hapa binti Sabrina. Ilikuwa kwenye mida ya saa 2 usiku wakati tumekaa kwa ajili ya chakula cha usiku. Wakati nakula simu yangu ikaita. Kuangalia mpigaji ni mpenzi wangu Sam. Ila nikashindwa kunyanyuka kwenda kupokea kwani mama alikuwa ananiangalia sana. Ikabidi nibonyeze kitufe cha kimya, yani silence. Mama kumbe alisikia wakati simu inaita, akauliza, "Nani anakupigia wakati wa kula?" Nikamjibu, "Hakuna mtu mama, ni alarm tu." "Unadhani sijasikia wakati inaita? Umeanza uongo eh?" "Hapana mama, ni Sam. Nilijua tu anakupigia wakati wa kula, amekununulia hiyo simu, anaijua bei yake." Ikabidi nikae kimya. Mama yangu alikuwa anamchukia sana Sam. Hakupenda kabisa mahusiano ya mimi na Sam, ingawa tulipendana sana. Tulipomaliza kula tulikuwa tumekaa sebreni. Nikatamani kuinuka kwenda chumbani nikazungumze kidogo na Sam na kumwambia kuwa muda aliokuwa anapiga nilikuwa nakula. Nikawa nainuka, mama akaanza kuongea kabla hata sijaanza kutembea. "Unaenda wapi Sabrina?" Nikamjibu, "Naenda chumbani mara moja mama." "Kuongea na simu eh? Amekupa nini huyo Sam jamani? Yaani unashindwa kukaa hapa kuzungumza na mama yako na chakula kitulie, we macho juu tu na kukimbilia kuongea na Sam? Amekuwa mzazi wako huyo? Sipendi hiyo tabia. Haya, kaa hapa tuzungumzie ya maana." Ikabidi nikae, ila mawazo yangu yote yalikuwa ni kwa Sam tu. Hata maneno ambayo mama alikuwa akiyazungumza sikumuelewa hata kidogo. Nilikuwa naona kama anapiga kelele tu. Nadhani pale aliyekuwa anamsikiliza ni dada yangu Penina, maana ndio walikuwa wakijibishana. Mama akaniomba simu yangu na kupigia ndugu zake. Akaongea hadi muda wa maongezi ulipokata, ndipo akanirudishia simu yangu. Nikabakiwa na ujumbe mfupi tu bila ya muda wa maongezi. Mama aliponyanyuka nami nikanyanyuka kuelekea chumbani. Kisha nikamtumia ujumbe mfupi Sam kuwa nipigie, naye hakusita akanipigia, ila alinipa lawama mwanzo mwisho. "Sabrina, unadharau sana." Hapa nanukuu maneno ya Sam. "Sabrina, unadharau sana. Yaani simu yangu upokei na ngoja kidogo kupiga namba inatumika. Yaani kuna watu unawaona wana thamani kubwa kushinda mimi. Poa tu Sabrina." Sabrina akajitetea hapa kwa Sam. "Jamani Sam, mpenzi wangu, tafadhali nisamehe. Umefanya makusudi wewe. Poa tu, mimi nalala sasa hivi." Ilikuwa ni kauli ya Sam. Alafu akakata simu. Nikajisikia vibaya sana. Ikabidi nimtumie ujumbe wa kumuomba msamaha, ila Sam hakupiga wala kujibu ujumbe wangu. Sikuweza kumwambia Sam kama mama yangu anamchukia, kwani nilijua wazi kuwa akijua lazima tajisikia vibaya, ukizingatia kwao mama yake ananipenda sana mimi. Asubuhi na mapema nikapata ujumbe toka kwa Sam uliokuwa unasema, "Yaani we Sabrina unadharau sana. Sijui kwa vile umejua nakupenda sana. Yaani umeshindwa hata kunipigia simu upoze mawazo yangu. Umekazana na ujumbe tu. Najua muda wote huo wa maongezi umemaliza kwa watu wako wa muhimu. Ila poa tu. Mimi nitaendelea kukupenda Sabrina." Nikaamua kuamka kwenda kununua vocha ili nipate kuzungumza na Sam. Ila maduka yalikuwa bado hayajafunguliwa. Nikaamua kuanza kufanya kazi mbalimbali za pale nyumbani ili niwahi kumaliza na niweze kwenda kwa Sam, kwani nilikuwa nimemkumbuka na pia nilitaka nimueleweshe yaliyotokea siku ya jana. Baada ya kazi nikamwaga mama kuwa naenda kumtembelea rafiki yangu Suzi. Mama hakuwa na pingamizi, akaniruhusu niende. Nami nikaenda moja kwa moja kwa Sam, ila sikumkuta na mlango wake ulikuwa na kufuri. Ikabidi niende duka la karibu kununua vocha, kisha nikampigia ila hakupokea. Nikajua tu huenda ni kisirani kimempanda. Nikaamua kuondoka na kwenda kweli kwa kina Suzi ili baadaye nipate muda wa kurudi kumwangalia Sam. Nilikaa sana kwa kina Suzi ila sikumueleza Suzi jambo lolote lile kuhusu Sam. Baadaye nikaaga na kwenda tena kwa Sam. Nikawa namngoja kuwa pengine ameenda kazini, ila ilikuwa ni mwisho wa wiki, ndio maana nilijiamini na kwenda. Nilimngoja sana Sam bila ya kutokea. Nilikata tamaa na moyo kuniuma sana kuwa kwa nini Sam amenifanyia vile kwa kosa dogo kiasi kile. Nikajaribu kuwauliza na majirani ambao walisema kuwa Sam ameondoka asubuhi sana. Nikajiuliza kuwa labda ameenda kwao, ila kwa nini asipokee simu? Nikaona kuwa Sam ananifanyia kusudi.
hisia mbaya zikanitawala kuwa Sam atakuwa kwa mwanamke mwingine tu. Hapo roho ikaniuma zaidi. Muda ulizidi kwenda, ikabidi nirudi nyumbani. Nilifika nyumbani kwenye mida ya saa 3 usiku. Nikamkuta mama na dada wakifanya maongezi ya hapa na pale. Nikawasalimia na kwenda kuoga kisha kula chakula. Dada akaanza kuzungumza. Anamnukuu hapa dada yake: "Halafu wewe Sabrina, kupenda kwako huko kutembea usiku, ipo siku utakumbana na majini uko njiani." Nikashtuka sana na kumuuliza, "Dada, majini? Una maana gani dada?" Dada yake akasema, "Usiku ni mida ya majini, yakikukumbuka huko usiletee balaa hapa." "Kwani majini yakoje?" Ni swali aliloliuliza Sabrina. "Ukikutana naye huko lazima nywele zisisimke, halafu ni marefu sana. Mara nyingine huwezi ona mwisho wake." "Mbona unanitisha dada?" "Sikutishi, ila huo ndio ukweli. Unatakiwa kuwa makini sana. Majini hayana masihara. Likikuvaa ndio limekuvaa. Utakula nalo, kulala nalo na kuamka nalo bila hata ya kutarajia." Nikaanza kuingiwa na uoga. Mama naye akaanza kuchangia hoja zake. "Unakumbuka kule makaburini wakati wanamzika yule dada mwenye mashetani kilichotokea?" Dada akajibu, "Ndiyo nakumbuka mama. Yaani majini hayataki mchezo." Ikabidi niulize tena, "Kwani majini yanafanana kitu gani?" "Majini yanatisha mdogo wangu. Usiombe ukutane nayo njiani. Unaweza usilale siku 2, unaweweseka tu. Ina maana yanaweza kutokea wakati mtu amelala." "Ndiyo, unaweza ukashangaa umelala na jini pembeni yako." Niliogopa sana na kuwaza kwa nini nimesikiliza habari za majini usiku ule. Mama akaongezea kitu kingine ambacho kilifanya niende chumbani kumtafuta Sam. Akasema, "Ila leo umenifurahisha kitu kimoja. Kwenda kweli kwa Suzi, maana huyo Sam wako amekuwa hapa siku nzima kukungoja." Nikagundua kuwa wakati mimi namngoja Sam kule kwake, kumbe na yeye alikuwa kwetu kuningoja. Ila kwa nini hakutaka kupokea simu yangu? Nikaenda zangu chumbani kwa lengo la kumpigia tena Sam. Ila nikasita, kwani nikaona Sam naye ananifanyia kusudi. Kama kweli alikuwa kwetu kuningoja, kitu gani kimemfanya asipokee simu yangu? Mara dada akaniita na kufanya yale mazungumzo yangu juu ya Sam yakatike. "Vipi Sabrina, ndio unataka kulala muda huu?" Nikamjibu, "Ndiyo dada, nataka kulala. Njoo mara moja, kuna kitu nataka unisaidie huku chumbani kwangu." Nikatoka na kufuatana na dada hadi chumbani kwake. Akasema, "Kuna kitu kinanichanganya hapa kwenye kompyuta yangu. Naomba uniondolee hii picha." Mimi nikaitazama ile picha, ilikuwa ni ya mwanaume mzuri sana. Nikamuuliza dada kuwa kwa nini anataka kuifuta. "Kwa nini uifute dada? Mbona picha yenyewe ni nzuri? Hata sielewi nimeidownload vipi hiyo picha hadi imekaa hapo. Nitolee bana, mipicha mingine inaweza kuwa ya majini." Nikamwambia, "Mbona unapenda sana stori za majini dada?" "Yapo, ndio maana nayaongelea. Usishangae siku ukitokewa na jini." Nikamwambia, "Basi yaishe, mimi sitaki hizo habari, nisije kushindwa kulala bure." Nikafanya ninachojua, kuifuta ile picha, kisha nikamwaga dada usiku mwema na kuondoka. Nikarudi chumbani na kuendelea kuwaza kuhusu Sam wangu. Wakati nikiwaza juu ya Sam, wazo la majini likanijia tena kichwani. Nikajikuta naanza kuogopa chumbani, halafu ile picha ambayo dada aliniomba kuwa nimsaidie kufuta ikawa inatembea kichwani mwangu. Niliona chumba kimekuwa kikubwa sana. Nilipokaa kitandani, nilihisi kama vile kuna mtu pembeni yangu. Nikaanza kuogopa zaidi, huku nikijilaumu kuwa kwa nini nimesikiliza stori za kutisha muda wa kulala. Nikachukua tena simu na kuamua kumpigia Sam ili kujiliwaza kidogo. Ila kabla sijapiga, nikapitiwa na usingizi. Mwanaume mzuri sana na mtanashati alikuwa mbele yangu. Asili yake kama Mwarabu hivi au Muhindi. Alikuwa na tabasamu na kusogea taratibu kuja mahali ambapo mimi nipo. Nilikuwa namwangalia kwa jicho la mshangao tu. Alipofika karibu yangu, akanivuta mkono kisha akatoa kitu cha ajabu kilichofanya nishtuke. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya simulizi hii nzuri ya binti Sabrina aliolewa na jini bila ya kutarajia. Usikose kufuatilia simulizi hii, sehemu ya pili inakujia hivi karibuni. Msomaji wako ni mimi, Mido Simba. Bye bye till the next time.